idara ya dawa imejizatiti kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa dawa kwa asilimia kubwa, lakini kwamba ni dawa salama. Pia tunapata dawa vizuri. Tunashukuru serikali ya mama yetu, Mama Samia. Jina langu ni Mark Melubo, ni mfamasia, mkuu wa idara ya dawa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Idara ya dawa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara ni idara muhimu sana kiunganishi kwenye hospitali, ambapo idara inahusika katika kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa dawa zikiwa salama. Kwa majukumu makubwa ya idara ni uagizaji wa dawa, utunzaji wa dawa, lakini vile vile utoaji wa dawa kwa wagonjwa. Na jukumu hilo ni kuhakikisha kwamba dawa mpaka inapotoka kutoka kwa zabuni hadi kufikia kwa mgonjwa zinakuwa salama. Dawa zinapoandikwa na daktari, ni jukumu la mfamasia au mtaalamu wa dawa kupitia dawa hizo na kuhakikisha kwamba kwanza dawa hizo zinaendana na ugonjwa alionayo mgonjwa, lakini vile vile hakikishe kwamba dawa hizo hazina muingiliano, kwa maana ya kwamba dawa haziingiliani dawa kwa dawa, lakini vile vile hazina uingiliano na ugonjwa, kwa maana ya kwamba kuna dawa zingine ambazo kulingana na magonjwa mengine ambayo mgonjwa nayo hataki kutumia, lakini vile vile haziingiliani na chakula. Kwa muhimu kama mtaalamu wa dawa akipata cheti cha dawa atajiridhisha na mambo hayo yote, na kama kuna issue yote atawasiliana na mtaalamu wa dawa na muuguzi au daktari ili kuhakikisha kwamba mgonjwa anapata kile kilicho salama ambacho kitamsaidia. Lakini vile vile tunashirikiana na wataalamu wengine pale kwa wagonjwa waliopo maodini. Pale tunapita wote kuangalia matibabu ya mgonjwa na kushauriana ili mwisho wa siku dawa ambazo mgonjwa anapata ni dawa salama. Jukumu kubwa kuu la idara ya dawa ni kuhakikisha kwamba hali ya upatikanaji wa dawa, na kama nilivyosema sisi ndio tunatunza dawa. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya maombi ya dawa kila baada ya miezi miwili. Kwa hiyo sisi ni kupitia hali halisi ya upatikanaji wa dawa katika hospitali na kuhakikisha yale ambayo yamekaribia kupungua, basi tunaanzisha mchakato wa manunuzi. Jukumu lingine la idara ya dawa katika hospitali yetu ni kutoa elimu ya matumizi sahihi ya dawa, ambapo tunatoa kwa wataalamu wa afya wenyewe, lakini tunatoa kwa jamii kwa ujumla. Na mara nyingi tunafikia jamii pale wanapotufikia katika hospitali yetu, tunatoa hiyo elimu, lakini tunatoka nje, kwa maana ya kwamba tunaenda kwenye redio, tunatoa elimu ya matumizi sahihi ya dawa, lakini vile vile tunaenda kwenye taasisi mbalimbali zinazotuzunguka ina kutoa elimu hiyo kwa jamii. Idara ya pharmacy kama serikali imeendelea kuboresha hali ya upatikanaji wa dawa, na kama mlifuatilia bajeti za Wizara ya Afya, serikali imetenga hela nyingi kwenye eneo hili la dawa, lakini vile vile idara ya dawa katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Manyara hivi karibuni tumepata ajira mpya ya watumishi, ambapo na yenyewe ni maboresho makubwa katika serikali. Kwa hiyo wataalamu wa dawa wanaendelea kuongezwa kwenye taasisi ili kuendelea kutoa huduma kwa jamii. Idara ya dawa ina vitengo mbalimbali ambavyo tunatoa huduma. Moja ina pharmacy ambapo inatoa huduma kwa wagonjwa nje, ambao PD dispensing, ambazo zipo tatu. Moja inatoa kwa wagonjwa ambao ni wateja ambao wanalipia cash, lakini tuna pharmacy ya bima ambayo inahudumia wateja wa bima pekee, lakini tuna
tuna duka la dawa, ambapo duka la dawa tunahudumia wateja wote walioko hospitalini kwetu, na hata wale ambao hawapo, ambao wanatokea nje, anaweza akaja akanunua dawa hapa kwetu kwenye hospitali, kwenye duka la dawa. Lakini vile vile tuna kitengo cha CPS ambayo tunasema Clinical Service Unit. CPS inahusika na tunapita, ni wafamasia hasa ambao wao kazi yao ni kupita odini, kushirikiana na wataalamu wengine walioko odini kuhakikisha kwamba wale wagonjwa ambao wamelazwa odini wanapata huduma sahihi ya dawa. Lakini katika hicho kitengo cha CPS tuna kitengo ambacho kinaratibu maudhi yatokanayo na dawa, ambapo tunatoa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa, lakini vile vile tunaratibu yale maudhi yanatokanayo na dawa, tunabaini na kuripoti kwenye mamlaka husika, mamlaka ya dawa na tiba. Lakini vile vile tunapima dawa tuna mini lab ambayo tunashirikiana na mamlaka ya dawa na tiba, tunachukua sampuli za dawa, tunadhihirisha na ubora wa dawa. Kwa hiyo tunafuatilia dawa kwenye soko ili kuhakikisha kwamba dawa tunazotumia na zile ambazo zipo kwenye soko zinakuwa salama. Huduma ya dawa kama ilivyo huduma zingine za hospitali zinapatikana masaa 24 siku 7 za wiki katika hospitali yetu. Muda wowote mgonjwa akija anapata huduma za dawa. Kisha wananchi kwamba dawa zinazotolewa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara tunazingatia sana hali halisi, kwa sababu sisi kama idara ya dawa tunasema kwamba ili tuseme kwamba tunayo dawa, hiyo dawa iwe inafikika kirahisi, yani inapatikana kirahisi, na ili tuseme kwamba inapatikana kirahisi ni tunasema kwamba mtu anaweza kanunua, sababu tunaweza tukawa nayo ikawa bei na mgonjwa asifike kwa sababu ya bei. Kwa kati ya vitu ambavyo tunazingatia sana ni kuhakikisha kwamba dawa tunazotoa hospitalini zinakuwa na bei ndogo kulinganisha na nje ya hospitali. Nipende kuchukua nafasi hii kwa kukaribisha wananchi wa mkoa wa Manyara na wana mikoa jirani wafike hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara pale wanapohitaji huduma za afya, kwa kuwa hospitali ya mkoa wa Manyara kitengo cha idara ya dawa imejizatiti kuhakikisha kwamba kunakuwa na hali ya upatikanaji wa dawa kwa asilimia kubwa, lakini kwamba ni dawa salama.